Simulizi la maisha ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi, sehemu ya kwanza ya masimulizi. Fransisko kama kijana wa nyakati zake na kama kijana wa mfanyabiashara maarufu, alipenda sana kujitafutia sifa, heshima na umaarufu. Alipenda kuwa sharifu, cheo ambacho kilikuwa maarufu na cha hali ya juu kwa kipindi chake. Katika harakati za kujiandaa kupata cheo hicho, Fransisko aliamua kujiunga na jeshi la Papa kwenda kupigana vita vitakatifu kule Apulia, Italia ya Kusini. Alijitayarisha kwa ari kubwa na kuandaa vifaa vya silaha za kivita kwa gharama kubwa sana. Vifaa hivyo vilikuwa ni pamoja na mavazi ya chuma, kofia ya chuma, upanga, mkuki, ngao, joho kubwa na farasi aliyevikwa matandiko ya chuma. Aliondoka pamoja na wenzake kwa madaha asubuhi na mapema, akipanda farasi na kwenda mbio, huku akifuatiwa na mtumishi wake. Alilala Spoleto, na katika hali ya usingizi alisikia sauti ikisema, Fransisko, unakwenda wapi namna hii? Nakwenda kupigana huko Apulia. Nieleze, unamtegemea nani? Bwana au mtumishi? Bila shaka namtegemea Bwana. Kwa nini unamfuata mtumishi badala ya Bwana ambaye ndiyo unayemtegemea? Bwana, wataka nifanye nini? Rudi katika nchi yako Asizi. Huko itabainishwa kwako jambo la kufanya na utaelewa maana halisi ya njozi yako. Fransisko ghafla aliamka. Hakuweza kuendelea kupata usingizi tena. Alitumia kipindi cha usiku kilichosalia kutafakari maana ya maneno hayo mpaka asubuhi. Siku iliyofuata aliamua kuachana na mpango wake wa kwenda vitani na tamaa yake ya kuwa sharifu na kurudi Asizi. Kuanzia hapo, Fransisko alianza kutafuta si mapenzi yake kwa kutafuta kile anachokitaka yeye awe, bali alianza kutafuta mapenzi ya Mungu kwa kuwa kile ambacho Mungu anataka awe. Wakati ule alikuwa na umri wa miaka 25 hivi. Watu wote wa Asizi walimshangaa walipomwona anarudi bila aibu. Wakajua kwamba Fransisko kashindwa vitani. Wengine wakaanza kumcheka na kumdhihaki kwa maneno, lakini yeye alionekana kuwa na amani, utulivu na furaha ya ndani. Marafiki zake walifika kumpendekeza tena awe mfalme wa vijana, warudie maisha ya furaha na anasa za mwanzoni. Walimpa fimbo kama alama ya cheo chake. Fransisko kwa uungwana wake hakupenda kuwakatalia kama yalivyokuwa mazoea yake kabla. Aliwaandalia tafrija ambayo kwa kweli ilikuwa ni tafrija ya mwisho kwake katika kujishughulisha na mambo ya anasa na starehe. Nini kilitokea katika tafrija hiyo kama matokeo ya mwanzo wa mabadiliko yake? Usikose sehemu ya pili ya simulizi la maisha ya Mtakatifu Fransisko wa Asizi.